tutakuwa tunaleta mrejesho na kuangalia katika sehemu zile ambazo tumepita nini tumeviona, lakini baada ya matembezi yale tuliyopita na yale tuliyoyaona na kuyaangalia, nini ambacho tumekiibua sasa hivi katika baada ya kutoa ile elimu katika zile sehemu tulizopita. Lakini pia kama kuna visa mafunzo pia ambavyo tumeviona, ambavyo tumevishiriki katika kuvitatua ama kuwasaidia wale ambao wamepatwa na yale mambo yote, hili leo inabidi tuviwakilishe hapa ili tuangalie sasa nini tunaweza kufanya, nini kifanyike. Lakini pia kama kuna watu ambao labda wamefanyiwa ukatili, mmewaona wamejitokeza baada ya kutoa elimu hii, mfano mle kwenye vituo vya mabasi ambavyo watu makondakta wa daladala, madereva wa daladala waliovaa t-shirt, waliovaa stick, waliovaa hizo reflector na bodaboda ambazo zimeandikwa nini stika. Kama kuna watu ambao wamewauliza na nyinyi mmetoa maelekezo au mmetoa elimu katika hilo, yote hivi tunatakiwa leo hapa kwa pamoja tushirikiane, tuvieleze na tuangalie nini kifanyike. Tulipokuwa kule Gongo la Mboto upande wa Ulongoni, kweli tukutana na changamoto nyingi, lakini Mwenyezi Mungu namshukuru, tumeweza kuwapa elimu imewafika, na kana kwamba haitoshi, japokuwa watu elimu ilikuwa hawaijui, kwa sababu hata mimi mwanzo nilikuwa sijajui hivi vitu, lakini nilipopewa elimu na mimi nikawa sasa mjumbe wa nyumba 10, niweza kutetea hivi vitu kuanzia mtani kwangu, kwenye jamii yangu, kwenye gari langu. Kuna muda mkurugenzi hapa alikuwa wakati anaongea alizungumzia juu ya abiria kuja kwenye magari kuvaa nguo fupi. Mimi mwenyewe binafsi yangu kuna dada mmoja niligombana naye, lakini wakina mama walinisaidia kwa sababu wamekuja kavaa kimini, akijafika magotini hajakaa kwenye kiti. Alipokaa kwenye kiti kakaa namba 1 pale, anahangaika na kibegi chake, mara afanya hivi anasumbua watu. Nikamwambia dada, kama una mtandio ujifunike, kwa sababu vitu hivi hapo una wanafunzi unajenga nini. Kweli anataka kuanza kuongea lugha mbaya, lakini wakina mama wenzao walimsuta, akajikuta kashuka hata hajafika. Tulipata changamoto. Kuna dada mmoja alijieleza kwamba mimi si mkazi wa huko, nimekuja tu kutembea, lakini kwangu njia panda Chanika. Sasa ningeomba siku moja pale Pugu mje, kakaangu Beni hapa anajua ofisi ya njia panda Chanika, anikeza kuna ofisi sisi serikali ya mtaa, kuna barabara vumbi, alinielekezea kwa njia kule. Alisema kuna matukio mengi, mkija mtashika mdomo kama sio kushika vichwa vyenu. Umeona? Sasa kitu ambacho mimi ningeweza kusema, hii elimu ni nzuri, hii elimu inataka tuifikishe majumbani mwetu, kwa sababu hii elimu ipo kwenye jamii zetu. Kwa hivyo mimi niseme, tunapopewa mafunzo haitoshi kwamba tukuje kwenye mafunzo na makablasha yetu tuandike tuyafungie ndani. Wake zetu tuwape elimu, majirani zetu tuwape elimu, hata wajumbe wa nyumba 10 wale pia tuwape elimu, kwa sababu elimu hiyo hawana, wana elimu ya kiserikali. Sasa moja kwa moja niende na katika changamoto ambazo mimi nimekutana nazo. Siku ya tarehe 7 wiki iliyopita nilijaribu kuzunguka nielekea sehemu moja inaitwa Mazizini. Nafikiri wengi wanafahamu kule machinjioni. Nilienda kule, kwa kweli nimekuta kule hali ni mbaya. Na nimekuta yani rushwa ngono imetawala sana. Na hasa kwa upande wa wakina mama au mamalishe. Mamalishe kule wao wanachofanya ni kuandaa tu vitu vyao. Ila nyama sasa wanapata bure. Wanapewa nyama kule machinjioni na wale wenzetu wachinja ng'ombe. Baada ya hapo wanaonana, wanatoa rushwa ya ngono. Kwa kweli nimesikitika sana. Nao wenyewe wanalifurahia. Na wanakuambia baadaye jioni tunajimwaga, hatuna wasiwasi. Kwa kweli nimesikitika sana kitu kama hicho. Sasa kutokana na hayo nilikuwa naomba wajiki kwa kweli ili swala tulifikishe kule. Hii elimu tuipeleke kule. Kwa sababu kule watu ni wengi na msongamano ni mkubwa, na hasa ukienda kwanza ile saa 11 asubuhi, saa 12 mpaka saa 1 saa 2, watu yani hawajitambui. Si wanawake si wanaume. Hilo moja. Pale pia kuna kijiwe cha bodaboda pembeni pale. Sasa kiko karibu na kituo cha polisi hapo. Nimejaribu kupita pale, kuna madereva wawili wa bodaboda wanatembea na wanafunzi.
tena sio shule ya sekondari, ni shule ya msingi. Nikafika pale nikajaribu kuongea, nikatoa mawili matatu, lakini wale watu hawakuwepo. Ila kuna mama mmoja ambaye amenipa hizo taarifa kwamba siku nyingine ukija tutakuonyesha hizo bodaboda ziko 2. Sasa ndo sijaenda tena, tunategemea kwamba wiki inayoanza niende tena, wale watu tuwajaribu kuwafuatilia, tuone aidha tuwachukulie hatua au labda tuwafuate tukawape tena elimu zaidi. Hilo la pili. Lingine, hapa Gongo la Mboto tulipo hapa stendi, kwa kweli kuna changamoto sana kati ya madereva, makondakta pamoja na wanafunzi. Wanafunzi wanapata tabu sana, hasa watoto wa kike. Utakuta dereva au konda, mara nyingi sana wakonda, anachagua, anaangalia wanakuwa wamejipanga pale wanafunzi, wewe njoo. Na maana chagua wale wazuri. Na maana sasa wakishaipanda gari leo, kesho wanasubiri hiyo hiyo. Sasa ukija kuchunguza, ina maana kuna kitu ambacho kinachoendelea pale kati ya kondakta na wale mabinti. Ina maana hawezi kuondoka mpaka ile gari ifanye nini? Ije. Ina maana pale kuna kitu kinaendelea. Nafikiri itakuwa ni rushwa ya ngono inakuwa inaendelea.